Hello, mambo vipi? It's me official Rose D kama kawaida, na hii ni channel ya Bio Media. Karibu sana. Leo tuko na story ambayo ni mama mzazi wa mwanadada marehemu Karina amefunguka. Mashangazi wamemtoa kafara mtoto wake na sio mume wa mtu. Aya, subscribe wana familia alafu nikusanue. Haya ni mambo mapya kabisa ambayo yameibuka kuhusiana na kifo cha msanii mwanadada Karina. Japo mengi kiukweli yamezungumzwa toka kitokea kifo cha mwanadada huyu. Wapo ambao walisema kwamba Karina alilogwa na mke mwenzake, na mambo yalikuwa ni mengi kiukweli. Kila mtu amekuwa akizungumza lake. Kiukweli kifo cha Karina kimekuwa na utata mkubwa sana kwa sababu ni mtu ambaye aliteseka kwa kweli, mpaka yeye mwenyewe kuna wakati alishajikatia tamaa na kusema kwamba bora tu hapumzike, kwa maana ya mateso ambayo anapitia ni makali sana. Lakini mpaka pia alishawahi kuomba msamaha kwa ambaye pengine anamfanyia hayo mateso ambayo anapitia, lakini wapi, mpaka dada wa watu maskini poteza maisha. Basi kwa mateso ambayo alikuwa akiyapitia, kama kweli kuna mtu ambaye alihusika kumloga mwanadada Karina, basi Mungu atamlipa. Maana kiukweli alipitia mateso sana na mambo yalikuwa ni mengi wakati kwa kugwa kwake. But anyway, Karina amefariki na kesho atarejea nchini Tanzania kutoka kule nchini India kwa ajili ya taratibu za mazishi. Sasa mapya yameibuliwa na mama mzazi wa mwanadada Karina kwenye chombo cha habari cha hapa Tanzania ambacho alifanya nacho moja ya interview kuhusiana na kifo cha mtoto wake. Kama ambavyo tunajua, yeye ndo mhusika mkubwa, lakini pia yeye ndo ambaye alikuwa mtu wa karibu sana wa mwanae Karina na kwenye mambo yote ama masuala mazima ya kumuuguza. So waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali walifika kwa ajili ya kufanya naye interview, na kwenye interview ambayo alifanyiwa shawahi kusema kwamba shangazi zake na mwanadada Karina upande wa baba yake walitaka kumtoa kafara marehemu Karina. So ninanukuu, akasema mashangazi ambao yani wanataka kumchukua kafara hawa ama Karina, yani hapa ni lazima wamchukue kafara. Hiyo inafahamika kwa familia, hata kwao na baba yake wanajua wote, na baba yake aliniambia kabisa, mama hawa ama mama Karen, sisi kwetu ni wachawi sana, na alifikia kutoa funza wadogo. Mimi sijaona, mimi nimeona kwa mtoto wangu, mtu akiwa hai anatembea anatoa funza vidogo vyeupe. Sasa ni kawaida sana familia nyingi za kibongo, mtu akifa huja na zana ya kwamba amelogwa. Hakuna msiba ambao sababu ya kulogwa haijazungumzwa, lakini ni pale tu ambako mtu anakufa. Sasa nini maoni yako kuhusiana na kifo cha mwanadada Karen ama Karina ama hawa? Unadhani ni kweli alilogwa? Kama ambavyo maneno yamekuwa mengi mitandaoni, lakini pia mama yake mzazi tumeshuhudia amezungumza na kuhusisha familia ya Karen kwa upande wa baba yake kwamba mashangazi wamehusika. Tutakuwa ukiachilia comment yako hapa na tutakuwa tunaisoma kile ambacho utakuwa umekiandika. Yote kwa yote, Mwenyezi Mungu aendelee kumpumzisha mwanadada Karen ama hawa mahali pema peponi. Endelea kudondosha comment yako, lakini pia endelea kufuatilia Bio Media. Kuna mitandao mingine ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok. Jina ni moja tu, Bio Media. Endelea kusubscribe kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali pale ambako zitakuwa zimekuwa kwenye channel hii, na tutakuwa tunakuhabarisha kwa ukubwa zaidi nini ambacho kinaendelea juu ya mazishi, taratibu zote yatendaje, nini ambacho kinaendelea, nini kimetokea. Usiache kufuatilia Bio Media kwa ajili ya kupata taarifa zote kwa wakati sahihi, lakini pia kwa ukubwa zaidi. Kwa wakati wote ulikuwa na mimi official Rose D. Endelea kutufuatilia kwa karibu zaidi kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali. Endelea kusubscribe, ni jambo ambalo litakuwa linapendeza zaidi.